Na mabadiliko kidogo yamejitokeza baada ya viongozi wetu madaktari walipokwenda Saudia na wameitwa hususan kuzingatia afya za mahujaji. Taarifa tuliyopewa mwanzo ile ya kwamba hataruhusiwa hujaji kuondoka na kigari au yule anaumwa zaidi atahitaji msaada hataruhusiwa kuondoka. Sasa kwa kulizingatia hilo, Wasaudia wametoa agizo jingine ya kwamba itafutwa hospitali moja tu ambayo kuna vibali maalum, madaktari watachaguliwa 4 tu ambao watahusika na mahujaji wote wa Tanzania hususan hapa Zanzibar kuondoka kwenda Saudia, ambao wao watamwangalia hujaji mmoja baada mwingine. Asi akasema daktari hao watu wao wanafanya nini nao, lazima wapite hapo wachunguzwe na madaktari hao walikuwa vibali na Wasaudia kwamba huyu hujaji ndo anafaa kusafiri kwenda Hija. Mpaka hapo tuko sawa. Kwa hiyo tarehe tukishakupewa sisi tutaitangaza, na hospitali gani pia tutawaambia kwa ajili ya kwenda kufanya checking nyingine upya. Na checking hizo Saudia imetoa agizo tena jingine jipya. Mwanzo tuliwaambia kwamba hawataki watu wenye vigari au wenye kuumwa wanahitaji msaada kufika Saudia. Kwa kulizingatia hilo, pengine bado wana wasiwasi zaidi ya kwamba watu wataruhusiwa ambao sio, wametoa agizo hospitali moja tu ndio itahusika na mahujaji, na pia kuna madaktari maalum 4 na kutoka Zanzibar hapa watakaopewa kibali cha kuauthorize huyo hujaji kwamba anaweza kwenda Saudi katika ibada. Hiyo hospitali tushakwambia ni ipi, tutatangazia, na itabidi kila hujaji apite hapo. Usipopata certificate ya hapo, yani barua ya kuonyesha wewe unatakiwa kwenda Hija, Saudia hatakupokea. Katika vile vitu ambavyo vitaruhusu wewe uingie Saudia, ikiwemo visa na vitu vingine, iwemo na hiyo certificate ya kwamba umeruhusiwa kwenda kufanya Hija. Sitaki tumefahamiana. Kwa hiyo naomba wale wote tumeonana, ikazi iko presha juu, sukari na vitu vingine, nikapa mashati muendelee. Mkifika hapo presha ishafika hiyo 180 sina ngapi huko, hiyo itakuwa na kwa mikono. Kwa sababu tayari itakuwa nimeshatoa maagizo, nishakueleza ili ukenda pale uonekane tayari unafiti. Kwa sababu umeshapitia kwangu na nakwambia kwamba unaweza, ila tu kuna 1, 2, 3 na kulifanya ili mambo yakae sawa. Na nakipai kwa sababu muda bado unalipo, kuikontrol pressure inawezekana, lakini kwa kupata mashati pamoja na wale ambao kutumia dawa watumie dawa. Sio na wasiwasi kwa ngine atawadilisha pressure. Kwa hiyo ni madaktari, sio kwa sababu tunataka kukuta Saudia, ukuje Saudia. Ni madaktari wa Zanzibar hapa, lakini hao ndio wamekuwa kueleza kwamba huyu hujaji anafaa au la. Si tayari tumepanga. Kwa hiyo naomba tuwe tayari kwa hilo, tujitayarishe pia tayari tutumia dawa zetu, mazoezi tufanye, ili chochote kitakachoambiwa kwa sababu Saudia watapata wameshatoa vitu vyao na kuvihitaji. Kwa hiyo madaktari watapitia katika vitu ambavyo Saudia wamelazimisha lazima hujaji achunguze bila vitu hivi. Tuko pamoja Alafu vile tujitayarishe, pengine kutakuwa kuna malipo. Hayo malipo itabidi taasisi hatutaweza kufanya kwa sababu hela mlizozitoa tulikasimia kwa vile ambavyo tunavijua kwa siku zote. Hili jipya limejitokeza, hatuna uwezo nalo. Kwa hiyo kila mmoja awe tayari kwa hili, akiamua tunahitaji hichi kimoja na wao kingine watazingatia. Ni binadamu na wao. Kwa hiyo watajua jinsi gani ya kwenda na sisi. Kwa hiyo lazima tujitayarishe, tuwe pamoja, inshallah tuweze kufanikiwa na hili safari iwe kiabu. Na pia vile natoa agizo tena, sisi ni mawakala kwa wengine. Jamani, Hija inaelekea kwa Mungu. Hija inaelekea kwa Mungu. Una rafiki yako, una shoga yako, una sahiba wako, mwambie kama nataka Hija haraka sana ende mwaka huu. Hivyo ndio vizingiti vya awali tu, mambo mengine yanakuja. Tena ni mazito zaidi ambayo atakuwa nje ya uwezo wetu. Hapa ameleta madaktari hao ni wakwenda Zanzibar, mwakani pengine ataleta Saudia kabisa, baada ya kufanya hiyo cheki.
na mambo atazidi kuwa mazito. Tunaombeni walotia nia fanyeni haraka mlipe tuweze kukamilisha mtu aende safari. Akikosa safari hii, safari ijayo Allahu ya'lam. Tunafahamiana na hizi ndo taasisi nasimamia. Baadaye ukiambiwa ujisimamie mwenyewe, hilo swala ndio litakuwa zito zaidi. Jamani, twendeni hija, na hija ukali kijana mtoto au umri unao, muda unao kwenda sasa hivi. Kusema ile ya baadaye hakuna cha baadaye. Tumefahamiana naomba niwasilishe dia hilo. Kama kuna swali lolote mtu ataniuliza, niko tayari kufanya ambalo naliuliza. Taasisi zile gharama zako watakufikiria au tena ndo Allah mshakueleza inaweza ukaingia mambo yako kama unaweza kulicho na bidii, kama utakuwa wewe kwa wakati na muda unazidi kwa mzito, utatoa hivi ufanyie hiyo isipotee. Muda utakuwepo baada ya kupima kuna neno fulani. Fulani kaniingia leo mgonjwa au si ndio? Utakuwepo hiyo. Na viongozi wote tuko tayari kwamba nataka kwenda kumwidia, tutamwidia inshallah hadi yake nzima kamili kama vile mwenyewe kujiamini. Tuko tayari, lakini inshallah tuombe Mwenyezi Mungu tusiwe katika hawa kwamba wewe inshallah tupateshe zote tu tufanikiwe. Na wale ambao ninawaona rais hakuna shida, ili ndani tu tatizo la binadamu na militatu tuweze kumwidia dawa na niwaambie watu kila baada ya siku 3 wapime presha zao ili zote kwa vizuri, na pengine wanasema na mie presha zao ziko vizuri na shukrani alhamdulillah. Wananipa mrejesho kwa mzuri. Swala jingine cheti cha ndoa ni lazima kwanza kutafuta pasipoti. Huwezi kuwa pasipoti bila cheti cha ndoa. Kuna swali lingine? Sitia wasiwasi, kila jambo linaendana na nia. Allah inshallah atathibitisha nia zetu, tutafanikiwa inshallah. jambo jipya, na hii inaitwa viongozi Ijumaa. Ijumaa ikaitwa kama kikao cha dharura. Zote vikao tunafanya asubuhi. Ndio kikao cha dharura, muda wake kwa sasa hivi ndani magharibi. Ikaanza magharibi mpaka saa 4 na kasoro saa 5 usiku. Nikamaliza na nilikuwa nimelipa jambo la kwa daktari kalizungumza. Na maneno yake kwa kweli na ndio tunakoelekea. Kwa Saudi labda tuseme kwa lugha nyepesi, kwa kia lugha ya kwetu, ni kama sisi wa huku kama hatutaki. Manake ukwazo unapowekwa ni lakini katika kutengeneza, lakini kwa kutusia vijeni na vizito kidogo. Binafsi washasema kwamba hija ya mwaka 2027 sio 26 2027 tayari inaanza maandalizi. Jana watakao wafike kwamba leteni majina mwisho tarehe fulani. Ni watu washakuwepo ndani. Wakisema tu sasa mtu kuandikisha watu 2027. Leo 26 pia kamisha. Wanataka kukamilisha tutakuwa 27. Ili mwaka wakisema haya mwisho tarehe fulani watu washapeleka. Huko ndo wanapoendea. Sasa kwa kweli jamani, hija kama alivyosema daktari, huko na kwenda hija ni kwa sababu kwanza wana vision yao ya 2030. Wanataka wabadilishe mambo. Unakwenda wewe pale hujaji, wewe unakwenda kama ni mtalii. Unaweka katika daraja ya watalii sasa. Nafsi za hija baadhi ya mambo yale manyumba yale hoteli zile kusajiliwa haisajiliwi tena na wizara ya hija, unasajiliwa na wizara ya utalii. Ndio kupasisha kwamba nyumba yako inafaa ukaa watalii. Sisi ndio watalii.
Sasa huko mbele hii jamani itakuja kuwa shida sana kwa hili mapema. Kama mwanamke wako mwamekumbua, bora twende mwaka huu, akijua mwakani kutakuwa kuko vipi. Huo ndio uhalisia. Ndio mwaka huu kwa sababu mwakani tujui mambo yatabadilika. Na kila siku zikenda hija inapanda, gharama zinaongezeka. Mwaka jana si mwaka huu asilimia zote si mwakani. Na hivi sasa kule Mina wanajenga majumba makubwa ya ghorofa ambao gharama yake wamesema hiyo gharama yake ndio bei ambayo tumepewa sisi kule 1500. Kwa kazi siku 5 Mina ukalipe 5500. Ndio sisi tumechaji ndio hija nzima kutoka kuondoka mpaka urudi 5500. Wao wanasema ni makazi ya Mina gharama 1500. Sasa majumba yanajengwa na wanajenga kwa kasi na wanasuria katika Mina yote mahema yaondoshwe kwa majumba kama yale. Sasa mnasimamie hicho ndio kwa ngumu sana. Haya sasa tunahimizana. Kwanza alikuwa hana pasipoti, afanye haraka sana akatafuta pasipoti au aje ofisini tumsaidie msaada wa kuweza kupata pasipoti. Kama huna pasipoti kuna safari, watu unipe pesa zote na za mmojaji wengine. Na kama huna pasipoti kuna safari. Lazima uwe na pasipoti. Pasipoti yako iwasilishe ofisini. Kwa sababu wakati wote utaambiwa visa zinatakiwa zianze kutolewa. Wakati wote kuanzia hivi sasa, kuanzia tarehe 20, visa zitaanza kutolewa. Visa ndio nini anasema? Tashira tukulu wala Arabu wanaita. Visa ni baada ya kuwa na pasipoti, sasa upate ruhusa. Pasipoti ni kitu cha kukusaidia cha kusafiria, lakini visa ili uingie nchini kwa watu lazima uwe una ruhusa ya kuingia. Ndio visa unapotoa visa katika pasipoti yako, lakini mmoja ndio anatoa karatasi maalum. Unakuwa karatasi maalum, fomu maalum kwa visa yako, unaingia Saudi. Nchi yoyote lazima uwe na visa ndio uingie. Sasa jamani, ukikosa visa nayo ina muda wake maalum, maana yake utakuwa na safari. Pasipoti unayo lakini umekosa visa. Sasa pasipoti ilete mapema, ingie katika system, tuanze kuisogeza. Mwaka jana tulikwenda mbio sana kwa visa. Sana. Yaani dakika zimebaki mwisho mbariki wakaongeza, Mungu bariki letu wakaongeza. Siku mbili siku tatu. Lakini mwaka huu wamesema hawaongezi na amekula kiapo. Anaitwa Badri. Anaitwa Badri. Huyo msimamizi wa mambo ya hija Saudia. Alikula kiapo. Anafanywa Tanzania nyie mchezo wa kuchezea. Mwaka juzi alienda Rais Samia alienda kuomba mwaka juzi. Mwaka jana vile dakika za mwisho ikabidi ile ikaombo jamani msaidieni, zikaongezwa siku 2-3 kwenye visa. Lakini mara hii kuna swali kama mchanga au karamba mchanga kama kwa maana kwamba haongezi hata siku moja. System ikisha stop. Hakuna tena kutoa visa wala kutoa jambo lingine. Sasa pasipoti wasilishe ofisini. Kwa sababu wengine wana pasipoti wanayo, kwa sababu kama pasipoti nayo lakini kumbe kajisahau kumbe ya zamani au expire. Na ukileta sisi tutachunguza, tutaangalia pasipoti yako nzima, tunaanza kuifanyia kazi. Na kwa sababu inabidi lazima tuandike jina lako kwa mujibu wa pasipoti ilivyoandikwa. Sawa? Kwa mujibu wa pasipoti ilivyoandikwa. Kwa mfano jina lako la Makame likaandikwa Makeme. Tuandike vile vile. Wamekosea wao tu bwana. Tuandike Makame. Utaganda kwa vile hujaji tena. Ndio kwa huu watamu na mashaka walitoza dola ilikuwa tena dola kabla sema dola 5. Na mwanamume kaandika mwanamke baada F ikekwa M bila tu jina si Mariamu na mwanamke lakini sio labda yeye alifahamika ili Mariamu, lakini bali imeandikwa M. Wasaudia wamezuia wewe yako vipi naona mashungi kutoka Mariamu Misiusi akienda pale katizama wamekosea
hawana hilo, hawana kabisa. Sasa tuandike kwa makini. Sasa hata kama jina lako limekosewa, basi tunana leo la kukosewa tutalichukua hivyo hivyo sisi. Jina lako nani? Jina langu Makame, na kama andika Makeme tutakwenda. Na ikiwa Makeme unameandika. Ndipo. Usikasema mimi si usie. Jamani mbona nasema sio? Hapo shughuli ndio kwa nyingine sasa. Wewe kumbe sio. Kaa pembeni aje. Hawataki masala kidogo. Ilitokezea mwaka jana wale mahujaji wetu wa Pemba walibadilishana pasipoti. Alipo mwenzi akaenda chooni. Baada ya kurudi yule alipompa hakuiangalia. Kwanza nikosa kumpa pasipoti mwenzi kwenda chooni. Nenda chooni na pasipoti yako. Haya ndio umefukuzwa pale. Toka. Au kama basi kani kile gari. Haya. Wewe pale ndio ushaganda pale. Kutoki. Na anasema yao ukishaingizwa hamna kurudi. Sasa ndio sawa pasipoti mtu mmoja uko nje na mwenzio ushamganisha. Sasa bwana alipotoka kapeana pasipoti hakutizama. Hasa migration hapa pia wale ndio mahujaji hawakuwa makini sana. Kaja kagonga tano. Mimi ukishapata namba na Saudia alikuwa kuitia pale sura mwingine. Kwa sababu kwa picha pale ndio system inaonekana. Pasipoti kweli yako, lakini sura ile kuja hapa mwingine. Yule mwenzi aliganda mjabu yule na mjabu aliganda. Unaona bibi yule tunakuja bibi tunawaambia almagreche na ala kusikiliza sasa. Sikiliza sasa Arabu. Na sasa sikiliza sasa. Kutena yani kaja mwisho kabisa. Kaja kwenye ndege mtu wa mwisho. Sasa haya isikupike. Nadhani tunakwambia kwa sababu tena sipoa mpelekeni anaenda zake. Ilikuwa kama ingekuwa kuingia ndio asingekubali. Na yuko mimi tena haya anaenda zake. Mnapenda sana. Sasa pasipoti tunazihitaji kwa umakini mno. Tunaandika pasipoti kwa umakini. Tunahitaji nambari kwa umakini kabisa. So mtu unaisoma wewe unaandika TAE visa ngapi imetulia. Basi. Sawa jamani, sasa pasipoti zile na kubwa zaidi tarehe ya mwisho wa kufunga mkataba wa nyumba ni tarehe 20 Januari. Tarehe 20 Januari kwa tunayo. Na leo tushaingia tarehe 4, bado siku 16. Na siku 16 maana ndio kabla. Sasa sisi tunaandikisha nyumba yetu tutakuwa watu 100. Sasa sisi tuko 98 na mategemeo mahujaji wawili wa foreigner yani kutoka Uingereza tutaungana nao tutakuwa watu 100. Lakini mpaka sasa ni watu 70 tu ambao ndio walokamilisha walolipa na tukakushanya hizo tukapeleka na lazima tulipe zote 100. Sasa ndugu mahujaji tunatakiwa tufanye jana nasema pia uwa fedha tuzilete. Najua kuna wengine wanazungushia lakini huku mambo yatakwama. Kabisa huku mambo yatakuwa tena yanakwama. Na kitoko cha juzi kutoka saa 3:30 usiku hilo limejadiliwa tena sana. Kama hapana watu lazima lipe. Au tukatieni. Tukapia tutolewe. Ndege tushalipa. Ndege sasa tushalipa 98. Ndege tushalipa watu 98. Kama hamwezi wanaki watu 70 ndio pesa mlikuwa nazo. Alafu sasa ile ndege tiketi mtajua nyewe tena. Mwenye ndege harudishi. Alafu kirudisha maji anakukata. Kwa sababu vitu ndio kishauza vile. Alafu leo mwambie kwamba sisi basi kwa mwenye atakukata pesa. Sasa jamani tumechukua dhamana ya majina yenu lakini pesa bado hazijaja baadhi yetu. Sawa? Tujitahidini sana. Tulete fedha. Walikuwa hawajakamilisha wakamilishe na walikuwa bado hawajalipa jamani watu wakalipe. Huko utahiza na Beita wakali sana. Wenyewe wakali sana. Tarehe 20 system itajifunga. Mkataba wa nyumba kama hujaingia sisi tunataka wapi. Na kaida system hatua baada ya hatua.
ndege ishaingia pale kwa tayari ndege mshatiki. Sasa nyumba yani hoteli tushachagua, mwenye hoteli tushazungumza naye, tushampa advance pesa kidogo tushampa. Sasa tuingize katika benki inaita aiba mwenye kule, tuingize kwa njia ya benki. Sasa hapa ndio pesa haijatimia ama unawewe au alimunzio. Sasa tujitahidi jamani, walikuwa hawajakamilisha wakamilisha haraka sana, kwa sababu system ikija kifungwa, maana sisi tutakuja hatuna nyumba au tutaanza tuingizie nao wao watu 70. Sasa wao ushatiania ushajiandaa ushawafungulia semina ushajifunza mambo kadha, alafu unapopana wewe nafasi hakuna tena, subiri mwakani na mwakani mwingine sasa ngoja tumshike kwanza. Haya, mwakani kesho mwakani tena kwa kazi hiyo. Sasa tujitahidi jamani, pesa ija ifanyie haraka sana, tuilete haraka sana. Naam, hadi wanaendelea. Assalamu alaykum. Yule kia nia awali kusudia na akajiandikisha, na pengine kaahidi asema kwa Mungu mwaka huu na kweli, na ukaja ukaandikisha jina maana ni shati ya mkataba. Kwa hivyo vile huduma zile gharama za hija zile sio zako tena, si haki yako. Dola 5,500 wewe umetoa dola 3,000, bado 2,500 ukasema hizi kwanza na mjia nizungushie manake ile si haki yako, kwa sababu hii hija za siku hizi sio zile za zamani. Hija za siku hizi tunatozwa kila tunachotozwa tena muda mapema sana. Yani malipo yanafanywa haya malipo ya sasa ndio malipo ya mwisho. Lakini yeshafanyika malipo tele sasa yale ya mwanzo ndio angalau kumeweza kuyabeba. Hivi sasa kufichi. Yani tuko tahani. Na sisi tumechukua dhamana bismillah. Tunachunga wale wanaoishi nao. Sana si kidogo tena kusindize vitu kupatia tuna data wakati mwingine tuna data vikao havishi, sio vile tunapewa na wakubwa hivi sisi muda tutafanya nini, hakuna. Sasa mtu yeye mwingine anakwenda kazi hesabu hizi zikitia itakuwa ufanye haki ile itakuwa unazungumza kwa sababu unawaadhibu watu hali ya kuwa ile jambo limefanya kwa hiari yako mwenyewe. Na kuyasema haya kwamba tunakusudia kutishana na sana ile ukweli ndio hatutishani. Kwanza tumekataza kutishana katika masuala ya imani, lakini na mtu kwamba asikae. Kuna ujadi mmoja tulizungumza naye anambia wewe sijaamua kwanza, sijaamua. Anamwambia vipi? Pesa nazo cash, lakini sijaamua kwanza kwenda kwa taasisi gani. Sasa yeye yuko kwenye research kwa taasisi. Sasa research huu mwezi wa leo kuna nani hapa kweli? Yaani sisi tumebakisha mwezi mmoja. Leo kusudia leo mwezi 15. Kwa hiyo kija 15 Shaaban Fatiha amin. Kwa mjitahidi ili wale waliokuwa na bahati mbaya sio kama sisi hapa labda kuna chochote tunachokipata. Mimi sijapata shilingi 100, labda mwaka jana nigewa laki moja. Na wako viongozi. Sasa fikiria usumbufu wa mwaka mzima na hatuna mapumziko. Siku tunarudi hija tunapumzika kwa wiki moja tu sana.
baada ya wiki tunaanza na mwaka huu nafikiri tutazidi, maana kwa ajili ya mwaka 2027 tayari imeanza. Kaja waziri wa hija, fikiria hapo, kaja waziri mwenyewe. Kwa hiyo tusiwe na nyumbani. Madhali tumeamua basi tufikishe haki ya Allah, maana ile inakuwa ni haki ya yeye. Na uzuri wa kwamba ukimkabidhi Mwenyezi Mungu anakurejeshea. Mwaka jana leo Kandeliani halipo, lakini mwaka jana kuna mkoba ile. Yaani wanazungumza ile hija, kuna katika wale maulaji watarajiwa wanasema Sheikh keshamaliza pesa. Anasema wewe mimi pesa zangu nisharejeshewa wala sijaenda hija. Kesharejeshewa wala hija yenyewe hajenda. Kwa hiyo tufanye kwa ikhlas. Tukifanya kwa ikhlas basi Allah anaturejeshea, yani tuna maajabu. Ya Mungu sote tunayajua. Hatuyapingi, hayapingiki. Tukifanya kwa ikhlas kwa lengo kwamba yeye ni huru na sie Asante mwalimu kwa mchango.